Inaonekana kutochukulia kwa makini suala hilo. Na mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Tuanze huko Tanzania. Zoezi la kuhesabu kura nchini Tanzania limesitishwa kufuatia ghasia na maandamano na ushuhudiwa kwenye mitaa kadhaa nchini humo. Na huku hali tete ikiendelea kushuhudiwa, serikali ya taifa hilo imechukua hatua za haraka kudhibiti simulizi kwa kuwakamata waandishi wa habari, kuzima mbinu za mawasiliano na pia kuamuru wanahabari wa kigeni kuondoka nchini humo. Grace Ng'ang'a na maelezo zaidi kuhusu machafuko na ghasia nchini Tanzania. KTN imebaini kuwa shughuli za kuhesabu kura za uchaguzi mkuu wenye utata wa Tanzania zimesitishwa kwa muda usiojulikana, hali inayotumbukiza taifa hilo kwenye sintofahamu na msukosuko mpya wa kisiasa. Hali ya vurugu na maandamano imekuwa ikishuhudiwa nchini humo tangu Jumatano, ambapo wananchi wenye hasira wamejitokeza mitaani wakishutumu tume ya uchaguzi ya Tanzania kushirikiana na chama tawala. Kwenye vurugu hizo, macho sasa yameelekezwa kwa namna waandishi wa habari wanavyohangaishwa. Mwandishi wa habari wa Kenya Shaban Shoka alikamatwa kwa muda mfupi kwenye mpaka wa Lungalunga alipojaribu kuingia Tanzania kufuatilia mchafuko ya baada ya uchaguzi. Mapema leo nilitoka na shirika la Muhuri kuelekea maeneo ya boda, na bahati mzuri tulipofika boda kweli mimi nilikamatwa. Tukafikiri mzamza, mara wakamtukia Shaban, wale walikuwa wamevaa plain cloth, hatujui ni gani, lakini mmoja alijitambulisha kuwa ni usalama wa taifa. Basi sisi, mimi na wenzangu hawa wakereketwa Baada ya kuachiliwa, Shoka alisema alihojiwa kwa takriban saa moja, ambapo maafisa wa usalama wa Tanzania walimuuliza nia yake kuingia Tanzania na kumuonya dhidi ya kurekodi au kuripoti matokeo yanayoendelea nchini humo. Waliniuliza kama nimekuja kama spy, waliniuliza maswali kama nimekuja kama nilikuwa tunaongea nini kwenye gari kuhusiana na serikali, vitu kama hivyo. Kufikia Ijumaa asubuhi, ripoti zilionyesha kuwa waandishi wote wa kigeni waliagizwa kuondoka mara moja nchini Tanzania, hatua inayodhihirisha jaribio la serikali hiyo kudhibiti kabisa usambazaji wa taarifa. Hata hivyo, kwa kuonyesha ustahimilivu, waandamanaji wamegeukia programu ya Zelo, mawasiliano yanayotumia redio ya mikononi maarufu kama walkie-talkie, inayoweza kufanya kazi hata chini ya mtandao hafifu ili kufuatilia mienendo ya polisi na kupanga mikakati yao. Inahofiwa machafuko haya yanaweza kuyumbisha imani ya wawekezaji na kuvuruga juhudi ya Tanzania kujikwamua kiuchumi, hasa wakati huu ambapo taifa hilo lilikuwa limeanza kupata nafasi yake upya katika kanda ya Afrika Mashariki. Hali inayoshuhudiwa kwa sasa nchini Tanzania haikutarajiwa na wengi, ikizingatiwa kwamba taifa hilo linatambulika kwa utulivu na nidhamu ya kisiasa. Je, hali hii inaashiria mabadiliko hatari? Kwa sasa serikali ya Tanzania inapowanyamazisha wakosoaji wake, dunia inaendelea kutazama matukio nchini humo kwa makini mno. Grace Ng'ang'a, KTN. Na kwingineko, baada ya kusubiri kwa miaka 17, familia 969 za waathiriwa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu